Naam, mtazamaji, habari za muda huu ni habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala wake wa CCM wa Tanzania baada ya kufikishwa tena mahakamani katika mahakama ya The East African Court of Justice, mahakama ya Afrika Mashariki, na akaweza kufunguliwa kesi hii mpya pamoja na serikali yake na kituo hichi cha sheria za haki za binadamu Afrika Mashariki. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla tusonge mbele. Kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kimeanzisha mzozo mkubwa na kesi mpya dhidi ya Samia Suluhu pamoja na utawala wake wa CCM wa Tanzania katika kesi ambayo imepatiwa nambari 56/2025 katika mahakama ya haki Afrika Mashariki EACJ ama The East African Law Court, baada ya serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kufikiri na kudhania kwamba tayari wamemaliza mizozo yote ya yale ambayo yalitokea mnamo Oktoba 29 baada ya uchaguzi. Sasa hivi mapya yameweza kufufuliwa tena mahakamani katika mahakama ya Afrika Mashariki, na sasa hivi Samia Suluhu pamoja na utawala wake wa CCM umeweza kuingizwa mahakamani kwa mara nyingine. Katika maombi ya kesi hiyo ya kina yaliyowasilishwa katika mahakama ya mkoa, LHRC inadai kuwa uamuzi wa kukata interneti nchini kote ambao uliweza kutokea tarehe 29 Oktoba ulikuwa na madhara makubwa ambayo yalikwenda zaidi ya usumbufu wa kisiasa, na sasa wanataka madhara hayo yaweze kulipiwa mahakamani kwa kuweza kuburuta serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu mahakamani kwa mara nyingine ili tu kushtakiwa kwa mambo ama usumbufu uliotokea baada ya kuzimwa kwa interneti hizo. Hata hivyo, kuzimwa huko kwa tarehe 29 Oktoba kulilemaza huduma muhimu za kidijitali zikiwemo benki za mtandaoni. Hii ni kulingana na kituo hicho cha kisheria cha LHRC, wakisema kwamba majukwaa ya simu, pia mifumo ya mawasiliano ya dharura na upatikanaji wa taarifa kwa wakati katika kipindi muhimu cha uchaguzi kiliweza kutatizwa, na hivyo wanataka serikali iweze kulipia makosa hayo. LHRC inasisitiza kwamba usumbufu huu ulihatarisha maisha ya watu wengi, ulihatarisha usalama wa umma na ulikiuka haki za kimsingi zilizohakikishwa nchini Tanzania chini ya sheria za kikanda na kimataifa. Shirika hilo la LHRC linaendelea kusisitiza kuwa kukatika kwa mtandao wakati huo kulisababisha madhara ya kifedha mamilioni ya pesa, na hivyo wanataka serikali ya Tanzania iweze kuwajibishwa mahakamani. Biashara haswa zile zinazotegemea miamala ya kidijitali ya mtandao na shughuli za mtandaoni zilisimama wakati huo, kulingana na kituo hicho cha kisheria cha LHRC ambacho kimeshtaki serikali ya Samia. Kinasema mshtuko wa kiuchumi ulikumba sekta muhimu kama vile biashara, fedha za mtandaoni au kidijitali, uchukuzi na huduma za afya, kuvuruga maisha na kuyumbisha mazingira ya uchumi wa taifa. Zaidi ya athari za kiuchumi, LHRC inasisitiza kuwa athari za kijamii na kiusalama zilikuwa kali vilevile. Wananchi walikatiliwa mbali na mawasiliano, wakati ambapo uwazi, ufikivu na utoaji wa taarifa kwa wakati ulikuwa muhimu zaidi. Familia hazikuweza kufikia huduma za dharura kulingana nao. Waandishi wa habari hawakuweza kushiriki taarifa za moja kwa moja kutoka kwa vituo vya kupigia kura, na mashirika ya kiraia yalinyimwa ufikiaji wa njia muhimu za mtiririko wa habari, na hivyo wanataka serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu na CCM iweze kuwajibishwa katika mahakama hiyo ya Afrika Mashariki. LHRC imefungua kesi hiyo sasa ikihoji kuwa kukatika kwa umeme pamoja na intaneti wakati huo kulizua ombwe la taarifa ambalo lilidhoofisha uadilifu wa mchakato wa uchaguzi huo. Katika ombi hilo la sasa hivi la LHRC mahakamani, inaiomba mahakama ya Afrika Mashariki kutamka kuwa uamuzi huo wa serikali ya Samia ulikiuka mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaozitaka nchi wanachama kuzingatia misingi ya utawala bora, uwajibikaji, utawala wa sheria na kuheshimu haki za binadamu pamoja na haki za raia wake. Shirika hilo linashikilia kuwa hatua ya serikali ya Tanzania ilishuka sana chini ya viwango hivi na inawakilisha mfano wa kutisha katika eneo hilo. Ikiwa ni sehemu ya maombi yake mbele ya mahakama, LHRC inaomba amri zitakazozuia serikali kuweka tena mtandao wa interneti wakati mwingine bila kufuata utaratibu uliowekwa wazi au kupata mwongozo wa mahakama, na inataka wote waliohusika kuwajibishwa. Hata hivyo, wanasema kuwa hatua hiyo kali haipaswi kamwe kuachwa kwa mamlaka ya hiari ya maafisa wa serikali
hasa wakati wa vipindi nyeti vya kisiasa kama vile uchaguzi. Ombi hili linasisitiza umuhimu wa kulinda haki ya kupata habari na mawasiliano kwa wakati, ikielezea uhuru huu kama nguzo kuu za kijamii, ya kisiasa, ya kidemokrasia nchini Tanzania. Timu ya wanasheria wa kituo hicho cha kisheria cha LHRC inasisitiza kuwa serikali yoyote isiruhusiwe kuingilia haki hizi kiholela au bila uhalali kamili wa kisheria, kwani kufanya hivyo kunatishia mkataba wa kijamii kati ya serikali na raia, na wanataka serikali ya Tanzania iwe funzo la mwanzo na mwisho. Katika taarifa yake kwa umma, kituo hicho cha kisheria za haki za binadamu LHRC pia iliangazia kipengele cha uwajibikaji. Wanadai kuwa kuzima mtandao wakati wa uchaguzi sio tu kunadhoofisha michakato ya kidemokrasia, lakini pia kunalinda serikali dhidi ya kuchunguzwa kwa kuzuia uwazi. Wanasema kuwa kukatika kwa umeme kuliwanyima Watanzania uwezo wa kufuatilia matukio ya uchaguzi, kuthibitisha matokeo na kuripoti kasoro katika muda halisi. Kwa mujibu wa taarifa ya LHRC, mwanasheria mkuu wa Tanzania atatarajiwa kujibu mara baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka kwa msajili wa mahakama hiyo ya Afrika Mashariki. Serikali inatakiwa kuwasilisha majibu yake ndani ya siku 45, ikieleza uhalali wake wa kuzima na kushughulikia tuhuma zilizotolewa katika ombi hilo. Wachambuzi wanasema sauti na kiini cha jibu hili huenda likaathiri mwelekeo wa kesi. Kesi hiyo tayari imezua mazungumzo kati ya wananchi Tanzania, mashirika ya kiraia na waangalizi wa kikanda. Wengi wanaona kama hatua ya kijasiri ambayo inapinga mwelekeo unaokuwa wa kukatika kwa mitandao kote Afrika. Wengine wanahoji kuwa ina uwezo wa kufafanua upya sheria za haki za kidijitali katika eneo hili, haswa kukiwa na kipindi cha uchaguzi katikati ya mzozo huo. Mjadala pia umeibuka kuhusu iwapo usitishaji huo uliundwa kimkakati ili kudhibiti mtiririko wa habari wakati wa uchaguzi wa Tanzania. Wakati huo, wakosoaji wa serikali wamependekeza kuwa kukatika kwa umeme ama intaneti pia huenda kumepunguza uwezo wa vyama vya upinzani, waangalizi wa ndani na wapiga kura kufuatilia mchakato huo wa uchaguzi. Tuhuma hizo zinaongeza uzito wa kisiasa kwa hatua ya mahakama na LHRC. Hata hivyo, ndani ya Tanzania, kesi hiyo imefufua mazungumzo mapana kuhusu uhuru wa kidijitali na ufuatiliaji wa serikali. Wananchi wengi wamehoji iwapo serikali ina uwezo mkubwa juu ya miundombinu ya mawasiliano na iwapo nguvu hiyo inaweza kutumika kwa njia za kuwanyamazisha wapinzani au kuendesha mitazamo ya umma. Mchakato wa kisheria unapoanza, umakini utaelekezwa zaidi kwa mahakama ya haki ya Afrika Mashariki na jinsi inavyoshughulikia kesi yenye athari kubwa kwa utawala, haki na kanuni za kidemokrasia za kikanda. Uamuzi huo kwa njia yoyote ile unatarajiwa kubeba madhara ya muda mrefu kwa serikali ya Samia Suluhu na mustakabali wa uhuru wa kidijitali nchini Tanzania. Mtazamaji, nikikamilisha ripoti ama habari hizi, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na kesi hii mpya iliyofufuliwa kuhusiana na matukio yaliyotokea mnamo tarehe 29 Oktoba wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, wakati intaneti au mtandao ulipozimwa. Je, unaunga mkono kesi hii dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Tanzania au je, unaipinga? Nijuze maoni yako upande wa comment section. Vile vile chukua sekunde yako moja ama mbili kulike video hii na kusubscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.